Katika siku ambazo Tanzania inaendelea kukaa katika presha kubwa ya kisiasa na haki za binadamu baada ya uchaguzi mkuu, kauli nzito sasa inatoka mataifa ya nje ya Afrika Mashariki. Safari hii sio Umoja wa Ulaya, sio Marekani, sio Umoja wa Mataifa pekee, bali ni serikali ya Ghana kupitia wizara yake ya mambo ya nje. Kupitia tamko rasmi lililotolewa Disemba 3 mwaka 2025, Ghana imeeleza bayana kuwa imefuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya kisiasa na haki za binadamu nchini Tanzania uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Katika kauli hiyo, Ghana imetoa pole kwa vifo vilivyotokea, majeruhi na mapambano baina ya waandamanaji na vyombo vya usalama. Lakini zaidi ya yote, Ghana imetoa wito mzito kuitaka serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa adhabu inatolewa kwa waliohusika na ukatili, kwamba uwajibikaji, haki na heshima ya kikatiba vinazingatiwa, na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama viheshimu wajibu wake kwa raia. Sasa swali kubwa linabaki, je, kauli hii ina maana gani kwa Rais Samia? Je, viongozi wengine wa Afrika watafuata mkondo huu wa wazi wa ukosoaji? Je, hili ni onyo kuelekea maandamano ya Disemba 9? Na je, kauli za Kagame hivi karibuni ni ishara kuwa baadhi ya viongozi wa Afrika wameanza kuachana na siasa za kujipendekeza? Katika tafsiri ya kawaida ya lugha ya kidiplomasia, matamko ya aina hii huwa yenye maneno laini lakini ujumbe mzito. Ghana haisemi moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania imeua watu, lakini inasema tumeshuhudia kupoteza maisha, mapambano ya mitaani, matumizi ya nguvu kati ya polisi na waandamanaji. Ni lugha ya tahadhari inayomaanisha kuna damu imemwagika na dunia imeona. Pili, Ghana inasema inaunga mkono juhudi za serikali ya Tanzania kushughulikia kutokuwajibika kupitia haki, wajibikaji na heshima ya kikatiba. Pili, Ghana inasema inaunga mkono juhudi za serikali ya Tanzania kushughulikia kutokuwajibika kupitia haki, wajibikaji na heshima ya kikatiba. Hii kwa tafsiri ya kisiasa ni kusema kuna tatizo la kutowajibika na tunataka mlirekebishe. Lakini kauli nzito zaidi ni pale Ghana inaposisitiza serikali ihakikishe kuwa vyombo vya usalama na taasisi zote za dola zinatambua wajibu wao wa kulinda haki za binadamu. Hii ni kauli yenye tafsiri moja tu. Dunia inaona vyombo vya usalama vya Tanzania kama sehemu ya tatizo, sio sehemu ya suluhisho. Kwa Rais Samia, hii ni ishara wazi kuwa ngao ya ulinzi wa diplomasia inaanza kupungua. Kauli hizi zikiwa zimetoka kwa taifa la Afrika, sio magharibi, zinakuwa nzito maradufu. Swali sasa ni je, viongozi wengine wa Afrika watafuata? Kwa miaka mingi viongozi wa Afrika wamejenga utamaduni wa kutokosoana hadharani. Ilikuwa rahisi kwa kiongozi wa Ulaya kumkosoa Samia au Museveni au Kagame, lakini sio kwa kiongozi wa Afrika mwenzake. Lakini hali hii inaanza kubadilika. Siku chache zilizopita, Rais wa Rwanda Paul Kagame alizungumza kuhusu vijana wa Afrika, maandamano na haki za kisiasa kwa lugha iliyoonekana kama onyo kwa tawala zinazozima sauti za vijana kwa nguvu. Kisha sasa Ghana, taifa lenye historia ndefu ya demokrasia barani Afrika, linatoka wazi kuitaka Tanzania ichukue hatua za haki na uwajibikaji. Hii inaashiria nini? Inaashiria kuwa kambi ya viongozi wa kimya inaanza kupasuka. Baadhi ya mataifa ya Afrika hayako tayari tena kulinda tawala zinazoshambulia raia wao hadharani. Ukipata nchi kama Ghana ambayo ina heshima kubwa kimataifa kwa misingi ya amani na utawala wa sheria ikimkosoa Samia, basi kuna uwezekano mkubwa mataifa mengine ya Afrika Magharibi na Kusini yakaanza kutoa kauli kama hizi. Hili linaweza kusababisha athari ya domino ya kidiplomasia. Kwa wengi wanajiuliza, je, hili ni onyo la Ghana kwa Samia kuelekea Disemba 9? Sasa tujiulize, je, tamko hili la Ghana lina uhusiano na vuguvugu la maandamano mapya yanayopangwa Disemba 9? Jibu la moja kwa moja ni ndio, kwa namna isiyo ya moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu Ghana kauli yake inaungana na Umoja wa Afrika, Commonwealth, Umoja wa Mataifa na Kamishina Kuu ya Haki za Binadamu ya UN, ambao wametoa wito wa kujizuia, kufanya uchunguzi huru na kuhakikisha haki kwa waliodhulumiwa.
Hii inaweka wazi kuwa tukio lolote litakalotokea Disemba 9, dunia tayari iko macho. Ikiwa maandamano yatatokea na nguvu zitatumika tena, basi haitakuwa tena simulizi ya ndani ya Tanzania, bali itakuwa ajenda ya kimataifa. Kwa Rais Samia, hii ni tahadhari ya wazi. Hatua atakazochukua Disemba 9 zitapimwa kimataifa. Je, kauli za Kagame zina maneno ya siri kwa Samia? Kauli za Kagame juu ya vijana, maandamano na haki za wananchi zilikuja katika kipindi nyeti sana cha Afrika Mashariki. Wengine waliona kama ni ujumbe wa moja kwa moja kwa Tanzania, lakini kwa lugha ya kificho. Kagame alisema kwa lugha rahisi, huwezi kuendesha nchi kwa kupuuza sauti ya vijana. Kauli hiyo ilionekana kama ujumbe kwa tawala zinazofunga mitandao, kukamata wapinzani na kutumia nguvu kupambana na raia. Hapa tunaona mwelekeo mpya, viongozi wa Afrika wakianza kutumia jukwaa la kimataifa kutoa ishara za mabadiliko ya fikra. Kwa muda mrefu viongozi wa Afrika walijenga siasa za kulindana, kunyamazishana, kufumbia macho ukiukwaji wa haki. Lakini mwenendo wa sasa unaashiria mabadiliko makubwa. Shinikizo la vijana wa Afrika kupitia mitandao, lakini kuenea kwa taarifa kwa kasi. Vyombo vya habari vya kimataifa kufuatilia kwa karibu. Umoja wa Mataifa kuongeza presha, na sasa mataifa ya Afrika yenyewe kuanza kuzungumza. Hili linaonyesha kwa enzi za viongozi kujipendekeza kimya kimya zinaanza kupoteza nguvu. Lakini sasa wengi wanauliza, nini athari za kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania baada ya matamko haya ya Kagame na Ghana? Kwa Rais Samia athari zake ni kubwa. Kwanza, mahusiano ya kimataifa yanaanza kuingia katika awamu ya tahadhari. Pili, wawekezaji wa kimataifa huangalia udhabiti wa kisiasa kabla ya kuwekeza. Kauli kama hizi hupunguza imani. Tatu, taswira ya Tanzania kama nchi ya amani inaanza kutiwa doa kimataifa. Lakini nne, ndani ya nchi kauli hizi zinawapa nguvu wapinzani wa kisiasa. Je, serikali ya Samia itachagua njia ya maridhiano au itaendelea na mkondo wa nguvu? Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, swala la vifo vya waandamanaji, kupotea kwa watu, kupigwa kwa raia na kunyimwa uhuru wa kujieleza sasa linawekwa mezani, sio tu na wanaharakati bali na mataifa ya Afrika yenyewe. Kwa sasa Tanzania ipo chini ya darubini ya kimataifa. Kwa jumla, tamko la Ghana sio la kawaida, ni tahadhari, ni onyo, ni kipimo cha uvumilivu wa dunia na ni ishara ya mwanzo wa shinikizo la Afrika kwa Afrika.